Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawasalimu kwa jina la Bwana Yesu. Tunamshukuru Mungu tena kwa siku ya leo ambaye ametupatia nafasi ya kuwa hapa na kulisema neno lake, kwa sababu si kwa nguvu zetu tumeamka, si kwa uwezo wetu, bali ni kwa nguvu zake. Ametuamsha, ametupatia afya na tumesimama kwa miguu yetu, si kwa uwezo wetu, lakini ni kwa nguvu zake tu. Kila wakati unapoamka, mwambie Mungu asante kwa sababu umeniamsha. Na mchana wa leo nautia mikononi mwako, na wakati wote unapomaliza shughuli za mchana, usiku, wakati wa kulala, usisahau kumwambia Bwana asante. Piga magoti yako, weka mikono juu, sema Bwana asante kwa sababu nimemaliza mchana huu leo, si kwa nguvu zangu, bali ni kwa neema yako tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa neema yake tu tunakuwa hai, ni kwa neema yake tu tunaishi, ni kwa neema yake tu tunapumua. Yeye ndio anakuwa yote, ndani ya yote na katika yote. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati kumbuka kumshukuru Mungu. Inampendeza wakati tunapomshukuru, tunapokumbuka matendo yake, tunapojua kwamba si sisi wenyewe bali ni yeye anayetuwezesha katika mambo yote, na utazidi kuwa na nguvu na kupata nguvu kila siku ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo tena kwa neno lake ambalo umetupatia, na tutaenda kulisoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, sura yake ya 33 na mstari wake wa 12, mstari wake wa 12 na kuendelea. Mambo ya Nyakati sura ya pili, mstari wake Mambo ya Nyakati wa Pili sura yake ya 34 na mstari wake wa 12. Tutasoma kwa jina la Bwana Yesu. Neno la Mungu linasema hivi: hata alipokuwa katika taabu, alimsihi Bwana Mungu wake, akajinyenyekeza sana mbele za Mungu wa baba zake, akamwomba, naye akamtakabali. Akayasikia maombi yake, akamrudisha tena Yerusalemu katika ufalme wake. Ndipo Manase akajua ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Amen. Tunamshukuru kwa neno lake. Baba, asante kwa neno lako hili. Tunakushukuru Bwana, umetupatia, maana ni chakula cha uzima wetu. Ulibariki neno lako ndani yetu Bwana, nipate nafasi na nisema tunda kupendeza kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari za mfalme mmoja wa Israeli, jina lake aliitwa Manase. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Manase aliingia kwa ufalme na akaanza kufanya machafuko mbele za Bwana. Biblia inasema kwamba akafanya machafuko, akatuma wana wa Israeli wanamkosea Mungu, hakukuwa anajali Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akafanya mabaya yenyewe anataka, yoyote aliyotaka akayafanya, hata kaweza kuweka sanamu katika hekalu la Mungu. Akafanya dhambi jinsi anavyotaka. Baadaye Mungu akamuonya, Mungu akatuma manabii wamuonye, hakusikia, akaendelea kufanya machafuko na dhambi. Binasema hata kama alimwanga na damu za wenye haki wa Mungu, lakini kwa sababu hakutaka kusikia, Biblia inasema kwamba Mungu akaleta watu maadui, wakatoka katika nchi nyingine, wakakuja wakamfunga Manase kwa pingu, kwa macheni, na wakampeleka katika nchi ya Babiloni. Bwana Yesu asifiwe. Manase alipofika huko katika nchi ya Babiloni, amefungwa, alikuwa mfalme, lakini mwenyewe kwa sababu ya kutokusikia sauti ya Mungu akajiweka katika shida, wakamfunga kama slave, mfungwa. Alikuwa mfalme akakuwa mfungwa,
na akaenda kutupwa huko Babeli. Huko Babeli alikuwa katika vifungo, na huko akamkumbuka Mungu, ingawa alikuwa anamkosea Mungu, lakini akamkumbuka. Biblia inasema kwamba akamuomba Mungu wa baba zake, akamkumbuka Mungu. Amen. Akajinyenyekeza mbele za Mungu, akamuomba, akamsihi Mungu. Mungu kwa sababu ni Mungu wa huruma akamsikia Manase. Na Biblia inasema kwamba huko kuna alikuwa anafungwa, wakamfungua, wakamrudisha tena katika kiti chake cha enzi huko Israeli, huko Yuda. Amen. Huko Yerusalemu. Biblia inasema kwamba wakati ambapo Manase alirudia katika Yerusalemu, katika kiti chake cha enzi, Manase akamkumbuka Mungu, akajua kwamba Mungu ndio Mungu. Amen. Akajua kwamba Mungu ndio Mungu, maana nitosha katika shida hii. Je, yeye ndio Mungu? Miungu ambayo nilikuwa naomba haikunisaidia, lakini Mungu wa mbinguni amenisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Manase akaanza kumtafuta Mungu katika Israeli, akawaambia watu wamtafute Mungu. Akaondoa miungu yenyewe alikuwa ameweka mahali pote, akaiondoa, akaitupa. Akamjengea Mungu madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Akamjengea Mungu madhabahu na kumwabudu Mungu katika madhabahu hayo, kwa sababu aliona kwamba Mungu wa mbinguni tu ndiye Mungu, hakuna Mungu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wakati wote, Mungu anapendaka sisi wanawake tumtafute, tumpendeze, ili kwamba